endelevu ya kukuza na kuinua uchumi wake. Kwa tunapozungumza usimamizi wa fedha binafsi, tunazungumza utaratibu wa mtu mmoja mmoja ama tabia ya mtu mmoja mmoja kwenye mambo ya nini, ya kifedha. Sasa usimamizi wa fedha binafsi unazungumzia ile tabia ambayo kila senti inayotoka kwenye mfuko wako ina mahusiano na kukua kwako kiuchumi, haijalishi ni fedha kiasi gani. Sawa jamani? Sasa ziko tafakari chache ambazo tunaweza tukatafakari na usijibu kimoyomoyo. Majibu yako yatakufanya ujue wewe ni msimamizi wa fedha zako ama ni mwendeshaji wa fedha zako, au wewe fedha zako zinakusimamia au wewe fedha zako zinakuendesha. Sasa hebu tuulize mambo yafuatayo. Ni mara ngapi umewahi kufanya maamuzi ya kifedha ya kununua kitu si kwa sababu ulipanga? Na ninapozungumza mpango wa matumizi nazungumza bajeti. Sawa jamani? Kwa ni mara ngapi umewahi kufanya maamuzi ya kifedha ya kununua kitu si kwa sababu umepanga, ila ulinunua kitu kwa sababu ulijiona ukiwa na fedha mfukoni, lakini haukuwa kabisa na mpango wa kununua hiyo kitu? Ni mara ngapi umewahi kufanya hiyo? Lakini kitu cha pili, tafakari ya pili, ni mara ngapi umewahi kufanya maamuzi ya kifedha ya kununua kitu si kwa sababu ulipanga, si kwa sababu ulikuwa kwenye bajeti zako, ila kwa sababu umeona kuna mtu anacho? Yaani kwa kweli kanunua kitu fulani bila kujua huyu mtu mpaka amefikia uamuzi wa kununua hiki alichokinunua alikamilisha nini na nini ndio akafikia hapo. Ila wewe kwa sababu umeona anacho from nowhere, sio bila sababu za msingi, na wewe unachukua maamuzi ufanyeje ya kwenda kukinunua. Hiyo ni mara ngapi unafanya maamuzi ya namna hiyo? Lakini pia ni mara ngapi unafanya maamuzi ya kununua kitu kwa sababu umepunguzwa bei, si kwa sababu ulipanga? Kuna mtu anapea mwingine za kochi au za viatu, si ndio? Alizinunua kwa pamoja kwa sababu alipunguzwa nini? Bei. Lakini hakuwa na mpango wa kununua hizo kochi zote mbili ama viatu mbili ama kitu chochote ambacho msingi wa manunuzi si kwa sababu ulipanga, ila kwa sababu umepunguzwa nini? Bei. Yes, ni mara ngapi unafanya? Lakini pia ni mara ngapi unafanya maamuzi ya kununua kitu ili mali katika jamii ya kuzunguka wewe utaki kuonekana kwa kwanza? Aidha simu, aidha nini, aidha nini. Yaani kile kitu mali wewe unaonekana kwa nini? Kwa kwanza. Ni mara ngapi unafanya maamuzi ya namna hii? Sasa kama katika tafakari zote hizi wewe unaingia kwenye moja, kwenye mbili, kwenye tafakari zote, basi wewe si msimamizi wa fedha zako, bali fedha zako zinakusimamia wewe. Wewe hauziendeshi fedha zako, bali fedha zako zinakuendesha wewe. Tunaweza kuamini akiwa na hela ndani, moja ikae, mbili ingine, mpaka zile hela hakikisha ametumia zote, zimeisha, ndio kidogo ulikuwa unafanyaje unapatikana. Sasa wewe si msimamizi wa nini? Wa fedha zako. Sasa hii ya fedha inatusaidia kujengea ujasiri wa kuwa wasimamizi wa fedha zetu. Tujue fedha zetu zinatoka wapi na tuzielekeze wapi zinapotakiwa kwenda.